Alaikum warahmatullahi wabarakatuh, msikilizaji wa Iqra FM 95.0 na karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Ijumaa leo cha Risala. Katika awamu ya kwanza tumekuwa naye Sheikh Abbas Athman, Bishop Gishuhe Mwangi, Ustadh Hassan Athman, tukijadili tu mada ya kati ya Uislamu na Wakristo, nani ataenda peponi. Katika awamu ya kwanza tulikuwa tunajaribu kupata uelewa kwamba hii peponi iko wapi na ni nini, na baada ya maelezo kamili kuweza kutolewa, sasa tunaweza kuzamia kuuliza kwamba ni nani ataenda ama nani anafuzu kuingia katika pepo. Kwa hivyo haya maswali yote tutakuwa tukijadili muda usiokuwa mrefu. Kumbuka tu msikilizaji, unaweza kuchangia mada ya siku ya leo kupitia 0727444454 au 0738648881, ambapo unaweza kutoa andiko lolote, unaweza kutoa maoni yote, unaweza kutoa kumbusho lolote ili iweze kuchangia ndani ya mada. Na moja kwa moja ningemkaribisha Sheikh Abbas aweze kutueleza, je, katika imani ya Kiislamu ama katika Waislamu wanavyoamini, nani ataenda peponi? Sawa. Kabla sijajibu swali hilo, unajua kwanza sauti yangu mbaya, nitakuwa naomba samahani kwa kusikiliza. Nakusikia tu. Kuna mambo ambayo Bishop ameongea ambayo kwanza ni inafaa kwanza kuwekwa sawa. Ndio Ile alipotaja 46:9, kwa sababu nafikiri swali lilikuwa, je, Wakristo wataenda wapi? Lakini kabla ya kujibu akaweka 46:9 kwamba nabii hajui atakavyofanywa. Ni kweli hajui kwa sababu binadamu, lakini akasema mpaka afunuliwe. Bimaana kabla hajafunuliwa hawezi jua, na si mtume peke yake, ni wote. Mtume wa Mungu hajui chochote mpaka Mungu afunue. Mungu akishafunua ndio mtume wa Mungu atajua. Hata Yesu pia alikuwa hajui chochote mpaka Mungu afunue. Hapa ni kwa leo soma kwenye kitabu cha Yohana, tumeshakubaliana. Kwa hiyo Muhammad pia alikuwa hajui watu watakavyofanywa mpaka afanywe nini, afunuliwe. Sasa Mwenyezi Mungu alikuja akamfunulia katika Qur'ani 40:40. ndio Nisomee kwanza. 40 akajua Waislamu wataenda wapi. Kwa hiyo kusema kwamba Muhammad alikuwa hajui alafu naachia pale, na hapo kidogo imekuwa kuna tatizo. Ni kwamba alikuwa hajafunuliwa, baadaye Mungu alimfunulia katika 40:40. Anasema Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Mwenye kufanya uovu hata lipwa ila sawa na huo uovu wake. Hii aya ni kitu ambacho kwamba kila siku tunasoma. Mwenye kufanya mabaya hatalipa ile isipokuwa na ubaya na ubaya wake. Mwenye kufanya uzuri hatalipwa sawa na uzuri wake. Na yote ambaye kwamba atafanya uzuri akiwa ni mwanaume au mwanamke, naye ni Muislamu. Inaendelea kusema hawa wanaenda peponi. Na anayefanya wema akiwa mwanaume au mwanamke, ndio naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi. Unaona, Mungu sasa shamfunulia. Kwa hiyo sasa amejua kumbe Waislamu wanaenda wapi? Wataenda peponi, waruzukiwe bila. Kwa hiyo hatuna tabu. Pale alikuwa hajafunuliwa na baadaye Mungu amemfunulia. Sasa amejua Waislamu wazuri, wanaume na wanawake, wote wanaenda peponi. Hiyo haina shida. Hiyo tushamaliza. Pili, nafikiri mwalimu alikuuliza pepo ya Wakristo itakuwa wapi? Wewe umesema ni hapa, lakini ile aya haijasema pepo ya Wakristo itakuwa hapa. Ile aya imesema kwamba Yohana ameona Yerusalemu mpya inateremka duniani. Kwa hiyo kimetajwa pale ni Yerusalemu mpya, sio pepo. Na hakuna mahali pepo imeitwa kwa jina ya Yerusalemu. Na kwa nini Mungu akasema kwamba Yerusalemu mpya? Kwa nini Yohana akaonyeshwa kwamba Yerusalemu mpya inateremka duniani? Ni kwa sababu Yerusalemu ambayo kwamba iko leo ni Yerusalemu ambayo imejaa damu. Ni Yerusalemu ambayo imeua manabii. Nisome Mathayo 23:37. Mpaka Yesu akailani hiyo mji. Akasema Yerusalemu uwae manabii. Bimaana kwamba damu ya manabii inadaiwa na Yerusalemu. Ndio Yohana anaonyesha hii Yerusalemu iliyojaa damu, hii itakuja kuondolewa, itakuja Yerusalemu nyingine mpya. Kwa hiyo inayokuja ni Yerusalemu mpya, sio pepo itateremka. Nataka uelewe swali la mwalimu vizuri. Swali la mwalimu lilikuwa hivi, pepo yenu iko wapi? Ndio ulikuwa unafaa unatuelezea.
Lakini sasa wewe bana kueleza ukatolea aya inaonyesha kama Yerusalemu ndio inateremka. Swali ilikuwa kwa Yerusalemu, ilikuwa kwa pepo. Nisome 23:37. Sauti ya Yesu katika 23:37 Mathayo mtakatifu. Yesu anasema, Ndio. ewe Yerusalemu, Yerusalemu, Yerusalemu uwauaye manabii. Anasema Yerusalemu, Yerusalemu uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Unaona, walikuwa wanapiga manabii kwa mawe. Ndio. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako? Unaona, anailaani, anaikemea. Na pale ameikemea kama mara 8. Akiwaita wanafiki, wakaita yote amekemea Yerusalemu. Kwa sababu inadaiwa damu ya nabii Zakaria, nabii Yahya, manabii chungu nzima damu yao iko ndani ya Yerusalemu. Ndio sasa Yohana anaoneshwa katika ndoto, anaonyeshwa ni katika ndoto kwamba sasa kuna Yerusalemu nyingine mpya inakuja ambaye haina damu. Hiyo sio pepo. Hiyo ni mambo mengine. Yerusalemu yenyewe ilikuwa na milango 12. Pepo ya Mungu haina milango 12. Hiyo 12 ni kwa hesabu yao nini? Wana wa Israeli, makabila. Kitu alichoonyeshwa ni kingine, sio pepo. Kwa hiyo nafaa tuambie tu kabisa kwa pepo yenu iko wapi. Okay, basi wacha kwanza nisomee kwenye sasa mimi nikupe muda mrefu sana. Okay, yeah. Kwa hivyo anapia kuruhusu muda wangu wa kutosha. Kwa hiyo nafikiri hii ni kitu ambacho kwamba lazima ieleweke vizuri kwamba pepo iko mbinguni, sio duniani. Na ndio maana ukisoma Wakorintho wa 2:12-3 iko yani juu, haiko duniani. Sasa mimi nimekuambia iko juu lakini itashuka. Ile itakayoshuka sio pepo. Ndio hiyo sasa. Hapana, sasa wewe tuoneshe kama Yerusalemu ndio pepo. Sawa, sasa hiyo sasa ndio kazi. Mwalimu umeniacha nje kidogo. Wakorintho wa 2:12-3. Usichukue anza 1 mpaka 5. Mimi sina shida. Usichukue jina alafu ukabandika maneno ambayo hayapo. Kile kiko ni ya kwamba unajua nimefanya kitu inaitwa hermeneutics. Hermeneutics, they are the principles of Bible interpretation. Lazima usome Biblia na utafsiri kulingana na vile Biblia inavyosema. Tunaposema aliona Yerusalemu mpya inashuka, hatumaanishi ile Yerusalemu ambayo manabii wameuawa. Hata lazima uelewe hivyo. Mimi mwenyewe naelewa. Unaona? Tunaona ni dunia nyingine itakayokuja, sio hii dunia ambayo tutakayoishi. Sasa hapo ninataka uelewe hivyo. Na ndio hiyo imeongelewa hapo 2 Corinthians. Busoma hapo 2 Corinthians verse 1 mpaka verse 5. Ngoja tusikie kwanza. Sasa mimi tusikie huyu mtume. Tusikie kwanza huyu mtume bila anavyosema huyu Paulo. Ngoja kwanza tusikie. 2 Corinthians. Mwalimu utaruhusu muda wangu wake anakula, mimi nitaendelea. Mimi mpa muda mrefu nusu saa. Hayo bado yangu anakata. Haya, tutasoma. Lakini nafsini mwangu nalikusudia hivi, nisije kwenu tena kwa huzuni. Maana mimi nikiwatia huzuni, basi ni nani anifurahishaye mimi ila yeye ahuzunishwaye nami? Tuendelee. Nami naliwaandikia neno lilo hilo. Umesoma 2 Corinthians? Yeah, 2 Corinthians chapter 2 from chapter 12. Okay, ni 12. Sina budi kujisifu. Sina budi kujisifu. Ni Paulo anaongea sasa. Ijapokuwa haipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Na huyo mtu ni yeye anaongea kujihusu. Tuendelee. Yapata sasa miaka 14 kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu anajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Kwa hivyo wewe ulikuwa umesema mbingu 7. Nafikiri kwa nimechanganya kidogo hapo. Nilikufuata lakini kulingana na hiyo maandishi ni mbingu ya 3. Huyo ni mbingu ya 3. Mbingu ya 3. Ndio wenyewe ni mbingu ya 7. Angalia, hii ni lugha. Kuna mbingu ya unaelewa mambo ya lugha. Nakwambia hii ni lugha. Kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, kuna mbingu ya 3. Haya. Mimi sikatai ni mbingu ya 3 mpaka 7. Maana tukisema mbingu 7 na mbingu ya 7 ni lugha mbili tofauti. Lazima. Haya, wewe soma tusikie, soma tusikie. Amespecify mbingu ya 3, sio kwamba mbingu ni 3. Sio mbingu ni 3. Sio mbingu ni 3, yeye anazungumzia ile ya 3. Endelea tu wewe. Nami namjua mtu huyo kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu anajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi. Endelea.
akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Kwa habari za mtu kama huyo nitajisifu. Umeenda mpaka 5. Naam, hapo ni 5. Kwa hiyo mimi kwanza nashukuru kwa sababu wewe umesaidia tu, yani katika investigation. Hiyo kabisa. Unaona, yani tumeenda kotini bala ujitetee, ukasaidia yani ile kesi kuongezea upande wangu uzito. Sasa hiyo nasema kwamba kanyakuliwa katika mbingu ya 3, akanyakuliwa mpaka wapi? Nani huyo alinyakuliwa? Peponi. Hiyo tutajua tu baadaye, sio mada alinyakuliwa. Swali ni kwamba pepo iko juu ama iko chini. Mimi nilikwambia vizuri. Kulingana na andiko hii inazidisha uzito kwangu kuonesha kama pepo iko juu. Hata mimi sijakataa, mimi ushaona? Sijakataa, unasema ya kwamba ni mambo yanatengenezwa, inaundwa na kila kitu. Kabisa. Unanielewa? Kabisa. Kwa hivyo hata sasa hali point iko. Ngoja, hata ule mwizi ambaye aliokoka kwenye msalaba, aliambiwa aje na Yesu. Leo utakuwa na mimi paradiso. Kwa hivyo tunajua peponi, tunajua peponi ipo mbinguni. Na ni kuandaliwa, inaandaliwa. Lakini sasa sisi wa Kristo hatuamini tutaenda huko. Itashuka baada ya hii kuondolewa dunia yote. Asante. Kwa hivyo peponi ndio itakuja kwenu, nyinyi hamtaenda peponi. Sasa tutaenda peponi, ndio itakuja. Haya. Lakini sasa kilugha hakuna andiko sema pepo itakuja. Itakayokuja ni Yerusalemu. Sasa Yerusalemu pia ndio hiyo ambayo ina milango 12 kana ni udhibitishe kwamba Yerusalemu mpya ni jina lingine la pepo. Kwa sababu hii ni vitu viwili tofauti. Sababu ya kuitwa Yerusalemu mpya ni nini? Kwa sababu Yerusalemu mzee ina damu, inadaiwa. Ushaona? Mpaka leo tunajua kinachoendelea kule Gaza, tunajua. Ndio ni damu za watu zimejaa. Sasa huyu alikuwa anakemea huyu mji. Anasema sasa hii mji ni mbovu, itakuja mji mwingine mzuri, itatoka juu. Hiyo mji haikusemekana kwamba ni pepo. Ndio hiyo. Sasa kwetu sisi wa Kristo tukienda ufafanuzi wa kindani, sisi tunajua hiyo Yerusalemu sio ati ni ile Yerusalemu ambayo iko pale Israel. Tunajua kwamba ni peponi itakaoshuka mbinguni, hii dunia yote iondolewe, sasa ikuje na Wakristo waingie, waisha. Wakristo sio Waislamu, Wakristo wakae huko ile, kwa sababu ndio walimwa, kwa sababu peponi ina kwa so much connected na Yesu Kristo, hajakuwa connected na mtu mwingine. Sasa kwa sababu Yesu ni Mungu akiwa ndani ya mwili. Uzuri ni ufafanuzi wa Ukristo, sio ufafanuzi wa maandiko ya Mungu. Ingekuwa ufafanuzi wa maandiko ya Mungu ni mambo mengine. Sababu unachotekana ni kuonesha kwamba Yerusalemu mpya ndio pepo. Haya, sawa kabisa. Sasa tutamruhusu tu nipokee simu hapa. IKRFM, halo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee Abdi kutoka Limuru. Kutoka Limuru. Ndio. Habari ya studio? Alhamdulillah, tunashukuru. Labda basi nisikia mashehe wetu na pasta yetu wamefi, lakini Bishop Geshuyi anadungwa sasa, ile anadunga kabisa, ile maandiko ile anadunga, yeye anasema sio Waislamu umepewa wewe muda mzuri, lakini akisoma ile maandiko ile anadunga yeye roho. Hapana, soma ingine songe. Hapana, ongea namna yako, kimaliza Bishop Geshuyi wachana naye. Lakini Bishop Geshuyi, wewe imesoma maneno moja, Abdul Halim Suleiman. Ndio. Imesoma maandiko moja, alisema kila na mdomo yake. Jamani, labda mimi nimezaliwa Marsabit, labda hawezi elewa nini Kiswahili. Alisema hivi, kila mtu ana kulingana, ana hesabiwa yani kwa vitendo yake. Kwa vitendo yake kabisa, yeye mwenyewe alisoma. Na tena akageuza, sio hivi, soma ngine. Sasa Bishop Geshuyi, hiyo utapeleka wapi sasa? Kila mtu anakufa dhambi yake, Yesu amesema. Sasa hiyo utapeleka wapi Bishop Geshuyi? Sasa hii itapeleka wapi? Lakini sasa maneno mawili tu nauliza wewe swali. Ikiwa unasema paradiso ama uzima wa milele, hiyo ni Kiswahili labda na Kiingereza. Ile sasa paradiso ama pepo kwa maandiko ile ilikuja naye anaitwaje? Ya pili tena. Sasa sasa ile so mnasema so anajini nasema nafunga
nafunga. Sasa ile kifunga nyinyi nafunga, sisi tunasema saumu Ramadhani, ile lugha imekuja naye. Sasa kifunga ile nyinyi nafunga anaitwaje kwa lugha ile imekuja naye? Sasa Bishop angalia sasa bwana, kama andiko hii kitabu wewe unasoma hii, si kitu ati umetoka kwa Mungu, hapo tu ndio unatengeneza. Sasa mali saa hii mimi niko kuna kanisa moja iko karibu yangu, sijui hawezi sikia mimi ile maneno yanaendelea hapa, mashakara koko kana kajiri akata koko kama kajede aka saa hii yanaendelea tu. Sasa Bishop, kwa hivyo kila mtu anatengeneza lugha yake na maneno yake. Nijibie hiyo swali. Shukrani sana mzee Abdi kutoka Limuru kwa maoni yako hayo. Na kupitia ujumbe hapa nadhani anauliza swali kupitia ujumbe pia hapa ambao nitakuwa nikisoma muda sio kwa mrefu, lakini tupokee simu ya pili. IKFM, halo. Halo. Naam, karibu sana kwenye kipindi cha Risala. Asalamu alaykum Habib. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pastor wetu naona anatuviringa kwa sababu hapa anatuambia kama Paulo ni mtume na Paulo sio mtume kwa mujibu wa maandiko. Paulo ni mfarisayo kwa mujibu wa Biblia ya Mathayo 23 mstari wa 14. Sawa? Alafu Filimoni 1:19. Paulo ni mfarisayo. Sawa? Alafu Matendo ya Mitume 26 mstari wa 9. Paulo ni mfarisayo tena, alipiga watu ulimwenguni, akiwapiga nani, ndio kaona kanisa kubwa ndani ya ulimwengu liko ndani ya Rome. Hata Yesu alijua mambo hiyo. Hii habari zote anazungumza watakaoingia ni wana wa Israeli, wale wazuri, sio wao hatawajulikani kamwe. Habibu, unisikia? Ndio Wakristo hawajulikani kamwe, wala ni watu wanajibabatiza tu paka hawajulikani, kwa sababu hao anawazungumza ni wafuasi wa Nabii Musa. Wao walikuja wakajitia tu pale, lakini wao hawajulikani chochote. Na tuamwambia Paulo si nabii, ni mfarisayo. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kwa maoni yako hayo. Naam, kuna ujumbe nilikuwa nasoma ambapo anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napongeza kipindi, shukran sana. Alafu Gishohe, huyu Yohana ambaye anaona hiyo mbingu mpya anaiona akiwa wapi? Naam, ni baadhi tu ya maswali ambayo yanakuja hapa ndani ya 95.0. Nambari za simu 0727 4444 au 0738648881. IKFM, halo. IKFM, halo. Naona kidogo hapa kunakuwa na tatizo la kimitambo, lakini tukirudi, naam, umeulizwa swala la Yohana, nadhani ukimjibu huyu ili tuliweke tu kando, tusiliweke kama bakshishi au kiporo. Anauliza Yohana ameiona mbingu mpya akiwa wapi? Labda kile ambacho ningetaka wasikilizaji wetu waelewe ni ya kwamba Yohana alikuwa kati ya wale mitume 12. Na Yohana alikuwa karibu sana na Yesu, kwa sababu inasemekana yeye alikuwa anakaa karibu na yeye sana. Na hata wakati mwingi Yesu alipokuwa anaenda kuomba, kuna wanafunzi watatu ambao hakuwa anawaacha: Petro, Yohana na Yakobo. Huyu Yohana ndiye alitupwa kwenye ziwa la Patmos kwa sababu ya kuhubiri Injili, akatupwa huko aende akakufe ama aende akateseke. Lakini akiwa huko ndio Mungu alimfunulia yale atakayokuja, na ndio tunasema ni kitabu cha ufunuo. Kwa hivyo alikuwa kwenye wacha niangalie tu hapa kwenye kitabu cha Revelation. Sawa kabisa. Na Revelation, wacha tupate pia simu nyingine wakati tunatafuta andiko. Alikuwa kwenye moja. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Nilikuwa nauliza hivi. Ndio. Mwenzetu anasema itachukua nchini. Itachukua nchi gani hiyo? Sawa kabisa. Tutauliza pasta hiyo. Sawa, nitamuuliza. Imewachanganya kidogo, imewasumbua kidogo, wanauliza. Wamestuka, wajaisikia. Inaonekana wamesikia leo. Ndio maana hapa ni kufunzana sasa unaona, sasa alikuwa kwenye the island of Patmos. Hapo ndio alifunuliwa yale mambo itakayotokea.
kama vile mmesema ya kwamba sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa anafunuliwa. Unanielewa? Haya, ile ingine amesema ya kwamba amesema ya kwamba Paulo hakuwa mtume. Hiyo sasa amedanganya vibaya sana. Paulo kando na kuwa Myahudi, Paulo aliitwa na Mungu awe mtume. Ndio tunasema ya kwamba ndio alifikia mataifa, yani Wayahudi, wanafunzi wengine wote wa Yesu waliitwa kwa Wayahudi, kuhubiria Wayahudi, lakini Paulo peke yake ndio alienda kwa watu ambao wanaitwa Gentiles. Kwa hivyo kama sio Paulo, hata mimi leo singekuwa nimeokoka, ama Wakristo wale wengine wameokoka. Kwa hivyo asiseme ya kwamba Paulo hakuwa mtume. Wacha nikuonyeshe, hebu fungua kwenye kitabu cha, nadhani imeeleweka pastor, imeeleweka kwa ajili ya muda, maana nayo maelezo yanatoka Kiswahili sanifu. Sheikh basi sasa nani ataenda peponi? Haya, tutaenda peponi. Nafikiri kuna mengi yamezungumzwa, lakini